Karibu sana kwenye somo hili la kipekee. Kama unaangalia video hii, basi tambua sio kwa bahati mbaya. Upo hapa kwa kusudi maalum. Sasa tunaingia katika full moon ya mwanzo wa mwaka. Na hii ni moja ya nyakati chache sana ambazo universe huwa inakuwa wazi kupokea nia zako au haja zako. Na watu wengi huwa walijui hili na wengine huwa wanapuuza kabisa. Lakini naomba nikuambie, full moon ya mwanzo wa mwaka huwa ni muhimu sana na inakuwa na nguvu za kipekee. Leo nitakuonesha mambo muhimu unayotakiwa kufanya na mambo ya kuepuka katika hii full moon ili uweze kuvutia bahati nzuri, pesa, mafanikio na mabadiliko chanya katika mwaka huu unaoanza. Naomba nikwambie, hii sio video ya kawaida. Ni somo la kiroho, ni somo la timing na ni somo ambalo linaweza kubadilisha mwelekeo wako wa mwaka mzima. Kwa hiyo naomba unitegee sikio lako vizuri kabisa. Na mwishoni mwa video hii nitakuelekeza hatua ambayo watu wengi huwa wanaiogopa, lakini ndio yenye nguvu zaidi. Kwa hiyo kaa hapo uweze kujua universe inataka kukuambia nini siku ya leo. Tarehe 3 Januari. Kuanzia mida ya saa 7:02 mchana, tunaingia rasmi katika full moon ya mwanzo wa mwaka wa 2026. Full moon itadumu kwa muda wa siku 3, tarehe 3, 4 na tarehe 5, na athari za nguvu hizi zitaendelea kuonekana kwa mpaka siku 7. Kwa hiyo wiki nzima kuanzia tarehe 3 tutakuwa tunapata na feel nguvu za full moon ya mwanzo wa mwaka. Kiroho, full moon ina maana moja kuu: kufunga pamoja na kuachilia. Ni wakati ambapo mizigo ya zamani inafungwa, milango ya zamani inafungwa na nafsi mpya inafunguliwa. Lakini full moon hii ya mwanzo wa mwaka ina nguvu za ziada. Ni kama universe inakuuliza swali hili hapa: utaingiaje kwenye mwaka huu? Kwa sababu nishati unayojiwekea chini ya mwezi huu mpya wa mwanzo wa mwaka huwa inadumu kwa mwaka mzima. Na ndio maana watu wanaoelewa nguvu za timing huwa wanakuwa na mafanikio mazuri sana mwaka mzima. Yaani huwezi kumkuta analalamika, huwezi kumkuta anasema mwaka huu umeniendea vibaya au mwaka huu una bahati mbaya kwangu. Ukipatia kwenye timing, basi mwaka lazima ukunyoke, kwa sababu utaenda kulingana na kanuni za kiulimwengu. Kama hautafanya chochote katika full moon hii, utajikuta unabeba mzigo wa mwaka uliopita bila ya wewe mwenyewe kujua. Utajikuta magundu, bahati mbaya, mikosi, vyote vinakufuata. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, nini natakiwa nifanye katika full moon hii ya mwanzo wa mwaka? Kitu cha kwanza kabisa ni usafi. Safisha chumba chako au sehemu unayolala. Ondoa vitu vilivyovunjika ambavyo havitumiki, karatasi zisizo na maana, vumbi, kung'uta, yani kila kitu hakikisha unafuta. Fungua dirisha lako hata kwa dakika chache tu ili uweze kuruhusu nguvu nzuri au positive energy iweze kuingia ndani ya chumba chako. Hii ni muhimu sana. Kitu cha pili unachotakiwa kuzingatia katika full moon hii ni utulivu. Unaweza kuzima simu yako kwa muda au ukaiweka silent. Kisha kaa kimya kwa dakika 5 mpaka 10 huku unavuta pumzi polepole. Na wakati huu usiwe unawaza kitu chochote. Kwa kawaida universe huwa haisikii kelele. Huwa inasikia utulivu na inafanya kazi zaidi katika mazingira ya utulivu. Kwa hiyo usiongee kitu chochote wala usiwaze kitu chochote. Sikilizia pumzi zako unavyovuta na kutoa. Baada ya hapo utakuwa umejiweka tayari kupokea nguvu za universe. Sasa kuna mambo 7 unayotakiwa kuyafanya katika kipindi cha full moon. Kipindi hiki cha mwanzo wa mwaka. Naomba unisikilize kwa makini sana. Jambo la kwanza unalotakiwa kufanya ni kuandika vitu vya kuachilia, vitu ambavyo hutaki kwenda navyo katika mwaka huu. Chukua karatasi na kalamu. Andika mambo ambayo hutaki kuyaendeleza mwaka huu. Kwa mfano, hofu ya pesa, mikosi, mahusiano yenye sumu, kujilaumu, kukosa imani, yani vitu vyote ambavyo huvitaki tena kwenda navyo katika mwaka huu.
andika chini kwenye karatasi. Ukimaliza, soma kwa sauti. Utakuwa unatamka kwa staili hii hapa. Ninachagua kuachilia hili. Utataja kitu ambacho umekiandika kimojawapo. Halina mamlaka juu yangu tena. Kwa mfano, unaweza kusema hivi, ninachagua kuachilia umaskini. Hauna mamlaka juu yangu tena. Kisha utatamka hivyo hivyo katika kitu kingine ambacho umekiandika. Unaweza ukatamka tena, ninachagua kuachilia kujilaumu. Haina mamlaka juu yangu tena. Kwa hiyo katika kila kitu ambacho umeandika cha kuachilia utakuwa unatamka kwa staili hii hapa niliyokuelekeza. Baada ya hapo, unaweza kuchana karatasi yako au kuichoma moto. Hii ni ishara ya kufunga mlango wa zamani na kuachana na hayo mambo kabisa. Na wewe mwenyewe utaona tu wakati unachoma hiyo karatasi au wakati unaichana, kuna wepesi fulani unaupata ndani ya nafsi yako. Hiyo ni ishara ya kwamba tayari umeshaachilia hivyo vitu kiroho. Kitu kingine ni kuzingatia vyakula. Vipo vyakula maalum unavyotakiwa kula katika msimu huu wa full moon ya mwanzo wa mwaka. Zingatia sana kula vyakula vya kiafya. Nilishafundisha katika video zilizopita za hivi karibuni. Kula vyakula vya kiafya ambavyo havijapitia kiwandani wala havijaongezwa kemikali, na pia kula vyakula hivi hapa ambavyo nakutajia sasa hivi. Maharage au kunde. Hivi vinaashiria wingi wa pesa. Kula asali, hii inaashiria utamu wa maisha na kuvutia vitu vyote vizuri katika maisha yetu. Kula matunda ya mviringo, kwa mfano chungwa, hii pia inaashiria wingi wa pesa. Na pia tafuna mbegu. Mbegu zozote zile, inaweza ikawa ni mbegu za maboga. Hiyo inaashiria ukuaji au ustawi katika maisha. Pia kula punje 12 za zabibu. Hii nilishafundisha katika video iliyopita kwamba kila punje moja ya zabibu inaashiria mwezi mmoja katika mwaka. Kwa hiyo kila unavyotafuna punje moja unanuia kitu unachotaka kiwe katika mwezi husika. Unapokula, sema moyoni mwako hivi, ninakula nishati ya baraka, na unaweza kutamka maneno yoyote yale ambayo unataka yawe katika mwaka huu. Kitu kingine unachotakiwa kuzingatia ni maneno ya kutamka chini ya full moon hii ya mwanzo wa mwaka. Kumbuka kwamba maneno ni maagizo kwa universe. Wewe unao uwezo wa kuiamuru universe unataka ikufanyie nini, au wewe unataka uweje. Simama au kaa huku ukiuangalia mwezi. Hata kama angani kutakuwa na mawingu, nguvu ya full moon bado ipo. Kwa hiyo hakuna chochote kile kitakachozuilika. Tamka maneno haya hapa. Ninaachilia kila kizuizi cha zamani. Ninachagua bahati nzuri, pesa na mafanikio mwaka huu. Milango inafunguka kwa ajili yangu. Rudia maneno haya mara 3. Kitu cha 4 cha kufanya ni kufanya spell nyepesi ya pesa. Spell hii mtu yeyote yule ana uwezo wa kuifanya. Chukua noti au sarafu ya thamani yoyote ile. Shika mkononi mwako. Kisha tamka maneno haya hapa. Pesa zinanijua. Pesa zinanipenda. Pesa zinakuja kwangu kwa urahisi. Baada ya hapo, weka noti hiyo au sarafu hiyo chini ya mto unaolalia usiku. Baada ya hapo, hiyo pesa yako unaweza kuitumia kwa kitu chochote kile. Kitu cha 5 unachotakiwa kufanya ni kutoa shukrani. Shukrani ni kama sumaku ya baraka. Kwa kadiri unavyotoa shukrani, ndivyo ambavyo hicho kitu unachoshukuru kinazidi kuja kwako kwa wingi. Kwa hiyo taja kwa sauti vitu 5 unavyoshukuru, hata kama vilikuwa vidogo. Nafahamu kwamba watu mnapitia magumu sana. Kuna mambo ambayo yamewaumiza, mmepata hasara, mambo yamekuwa ni magumu, vitu haviendi. Lakini haimaanishi kwamba katika mwaka mzima wewe umepitia machungu tu, hakuna jema hata moja. Basi hata huo uhai ulionao usingekuwepo kama ingekuwa ni mabaya tu yametokea. Maana kuna watu hata uhai leo hii hawana. Kwa hiyo jitahidi kushukuru kwa vitu vidogo vidogo ambavyo vimetokea katika mwaka uliopita. Vishukuru kabisa kutoka moyoni mwako ukiwa na furaha kwamba pamoja na magumu yote niliyopitia, lakini ninashukuru kwa jambo hili na hili na hili. Universe itakuzidishia maradufu
ya vitu hivyo. Kitu cha 6, usilalamike katika full moon hii. Hii ni muhimu sana, naomba unisikilize kwa makini. Katika full moon hii ya mwanzo wa mwaka, kamwe usibishane, usilalamike, usikumbuke maumivu. Kila neno hasi kwa msimu huu wa full moon ni kama unaandika mkataba mbaya wa mwaka mzima. Kwa hiyo epuka sana kuanza kuongelea mambo mabaya ya nyuma yaliyopita katika staili ya kulalamika, kunung'unika, au yani just tu unatamka kwamba nilipitia hiki. Hapana, jitamkie baraka na achilia kabisa yaliyopita, wala usiyakumbuke kabisa. Kitu kingine unachotakiwa kufanya ni kulala na nia. Hakikisha kuanzia tarehe 3 Januari, tarehe 3, 4 na 5, kila inapofika usiku unalala na nia, na kabla ya kulala tamka maneno haya hapa: ninakaribisha mwanzo mpya, nipo tayari kupokea. Na hakikisha unalala ukiwa na amani. Kwa hiyo jiwekee nia nzuri kabla ya kulala. Hata kama itatokea mtu amekukwaza, basi jitahidi sana usilale na kinyongo katika full moon hii. Yaani kwa jinsi ambavyo unatengeneza energy hapa mwanzoni, energy hiyo inaweza kuathiri mwaka wako mzima. Kwa hiyo unaweza kukuta ugomvi uliotokea Januari hapa, yani hapa mwanzoni mwa mwaka, hiyo energy inaenda na wewe mwaka mzima. Yani hata ufanye nini, utashangaa energy mbaya inakufuata na mwaka wako unaharibika hapo hapo. Kwa hiyo jitahidi sana hapa mwanzoni kuanza vizuri. Na pia katika full moon hii ya mwanzo wa mwaka, yapo mambo ambayo unatakiwa kuyaepuka kabisa. Yani hakikisha unayakwepa kwa staili yoyote ile. Kitu cha kwanza, usikopeshe pesa kwa hasira. Yani usimpe mtu pesa kwa hasira au kwa kutaka tu kumuoneshea kwamba wewe unazo. Mkopeshe mtu kwa amani na mkopeshe kwa malengo. Usirudi kwenye maumivu ya zamani. Yani hiki kitu watu wengi wao wanakosea. Kama ulikuwa kwenye mahusiano ambayo yamekuumiza katika mwaka uliopita, basi make sure unapoanza huu mwaka usirudi tena kwenye hayo mahusiano. Ni jambo baya sana kuanza mwaka kwa maumivu. Kwa hiyo kama kuna mtu yoyote ambaye ukikaa naye karibu au ukishirikiana naye anakuumiza, mwaka huu mkwepe. Usikae naye karibu kabisa, wala usijali kwamba ataniona vipi au jamii itaniona vipi. Jiangalie wewe zaidi. Hapa tunaangalia nishati inayokufuatilia katika maisha yako. Kwa hiyo macho ya watu au kwamba jamii itaniona vipi isikufanye wewe ukaishi maisha ambayo sio yako au ukaharibu energy yako ya mwaka mzima. Na pia kitu kingine, usibeze ndoto zako au usidharau ndoto zako. Kila mtu hapa duniani ana ndoto. Regardless unaishi maisha gani, umetoka katika familia gani. Inawezekana wewe unayetazama hii video hapa una ndoto kubwa sana ambayo wewe mwenyewe kichwani mwako unasema hii mimi sitakuja kuitimiza. Lakini naomba nikwambie, katika full moon hii ya mwanzo wa mwaka, hiki sio kipindi cha kudharau ndoto zako. Haijalishi unaishi maisha gani, lakini amini katika ndoto zako. Jitamkie mema, jiamini. Amini kwamba unao uwezo wa kubadilisha maisha yako muda wowote. Hata sekunde moja tu inatosha kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo jiwazie chanya. Amini kwamba wewe ni mshindi, wewe ni mtu mkubwa sana hapa duniani. Na kitu kingine, usifanye mzaha na intuition yako. Intuition ni uwezo wa mtu kujua kitu kabla hakijatokea. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha full moon, kama kuna hisia utazipata kwamba kuna kitu fulani na kihisi kinakuja kutokea, au huyo mtu sio mzuri kwangu, usipuuzie. Mara nyingi intuition tunazokuwa nazo hasa mwanzoni mwa mwaka, na tukizipuuza huwa zinatuponza katika mwaka mzima. Kwa hiyo unaweza kukutana na mtu akakwambia, bwana tufungue biashara, tufanye hivi na hivi na hivi. Wewe moyoni mwako ukapata intuition inayokuambia kwamba hii biashara hainifikishi popote, au huyu mtu sio mzuri, lakini ukapuuza au ukajikuta unapata tamaa. My dear, unaweza kujikuta unajuta mwaka mzima. Amini intuition yako.
Intuition yako ikikwambia pita njia hii, basi isikilize. Ikikwambia hiki kitu acha, basi kweli acha. Kumbuka kwamba full moon huwa inaongeza nishati za kiulimwengu, nishati zote mbaya na nzuri. Kwa hiyo kuwa makini sana katika kudistinguish hivi vitu viwili. Energy mbaya ikwepe, nenda na energy nzuri. Wakati unaendelea kutazama video hii, vuta pumzi polepole, kisha iachilie taratibu sana, kwa sababu kile ulichokisikia leo sio maneno ya kawaida, ni mwito wa kiroho. Full moon ya mwanzo wa mwaka haiji kukuogopesha, haiji kukulazimisha na haiji kukuhukumu. Inakuja kukuuliza swali moja tu. Je, uko tayari kuachilia yaliyopita ili uweze kupokea yajayo? Watu wengi huwa wanaingia mwaka mpya wakiwa na kalenda mpya, lakini mioyo yao imejaa mzigo wa zamani. Acha kabisa. Wengine huwa wanaingia mwaka mpya wakiwa na ndoto mpya, lakini imani zao bado ni za mwaka uliopita. Bado anaamini katika kufeli, bado anaamini katika hofu, wasiwasi, na hapo ndipo bahati nzuri inakwama. Bahati haiji kwako, pesa zinakukataa, universe inakusahau. Kumbe kinachotokea ni kwamba ulikuwa bado umebeba vitu ambavyo havikuruhusu wewe kuweza kupokea zaidi. Kwa hiyo ili uweze kuruhusu vitu vizuri vije kwako zaidi, ni lazima kwanza utoe vile visivyofaa, ndipo vizuri viweze kuja. Kuna baadhi ya watu unakuta bahati zimejipanga mbele yako, yaani zinakusubiri tu wewe uweze kuachilia, ndipo hizo bahati ziweze kuja maishani mwako. Kwa hiyo achilia hiyo energy mbaya ulioibeba miaka na miaka. Full moon hii ni nafasi ya kufunga ukurasa wa zamani bila hasira na kufungua ukurasa mpya bila hofu. Leo umejifunza kwamba kuachilia ni nguvu na sio udhaifu. Shukrani ni mlango, sio neno. Nia ni mbegu, sio mawazo ya kupita. Na ni muhimu zaidi umejifunza kwamba timing ndio kila kitu. Ukichelewa au ukikosea kwenye timing, umeharibu kila kitu. Kuna watu watacheka masomo kama haya au watayapuuza. Na kuna watu watasema haya ni mambo ya kufikirika au ni mambo ya kutunga tu. Lakini ukweli ni huu hapa. Maisha ya mtu hubadilika pale anapoanza kuheshimu nishati, nia na wakati. Hakuna kitu kinachotokea katika maisha yako kwa bahati mbaya. Hata wewe tu kuiona video hii sio kwa bahati mbaya. Kuna kusudi maalum universe inataka ulipate. Kuna ujumbe ulikuwa unakusubiri. Na sasa nataka ufanye jambo moja muhimu sana. Usitazame video hii kama burudani na usiichukulie kama hadithi. Na usiseme kwamba nitafanya baadaye au nitajaribu au ngoja tuone kama ni kweli, kwa sababu baadaye ndiye adui wa mabadiliko na kujaribu ni ishara ya kutokuwa na imani. Kwa hiyo kama unataka kufanya, fanya kweli ukiwa na imani. Amini katika nguvu zako, amini katika nguvu za universe. Nguvu za universe ni ulimwengu ambao ndio tunaishi. Ni nishati ambazo tunazitumia kila siku kwa kujua au kutokujua. Jitahidi kufanya hata jambo moja ulilojifunza katika video hii. Andika, achilia, tamka maneno chanya, toa shukrani na weka nia zako. Hata kama ni kwa dakika 5 tu, dakika chache zinatosha kubadilisha maisha yako yote. Universe huwa haisubiri ukamilifu, inasikia nia ya kweli. Kwa hiyo hata ukifanya kimojawapo tu kati ya hivi nilivyokutajia, ukivifanya kwa nia ya dhati kutoka ndani mwako, basi utapata matokeo na mafanikio utayaona, na utafanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Kama ulikuwa unaogopa kuanza, sasa ni wakati wa kusonga mbele. Na kama ulikuwa unajiuliza lini bahati yangu itakuja, jibu ni kwamba bahati hubadilika pale mtu anapobadilika ndani. Naomba kabla hatujagana katika video hii, tamka maneno haya hapa kimoyomoyo au kwa sauti. Niko tayari kuachilia yaliyonichosha. Niko tayari kupokea yaliyonikusudia. Mwaka huu nachagua mwanga, bahati na mafanikio. Ukisema maneno haya kwa imani, umeanza safari mpya tayari. Kama somo hili limegusa moyo wako, andika kwenye comments neno moja tu, nimepokea. Sio kwa ajili yangu,
bali kwa ajili yako mwenyewe, kama ishara ya kujithibitishia kwamba umechagua kuanza upya. Kwa hiyo andika nimepokea. Inatosha kabisa kuweza kupokea nguvu nzuri za mwaka huu na kuanza vizuri kabisa katika huu mwaka. Kama uko tayari kujifunza zaidi kuhusu nguvu za universe, timing za kiroho na jinsi ya kuishi maisha yenye mwanga na mwelekeo, tafadhali sana subscribe channel hii na pia share video hii na wale wote wapendao ili na wao waweze kujifunza. Asante sana.